Habari yako binafsi, hii ni Wachokonozi. Bwana, karibu sana kwenye vipindi vinavyoruka kila mara, kila siku kutoka kwa Wachokonozi, wanaochokonoa kichokonozi. Naam. Katika issue nzima ya kisiasa, tuko kwenye taifa tunaishi na ni kitu kizuri kujadili kwamba situations au hali za kisiasa kwenye taifa tupo Tanzania, lakini tunaangazia pia Afrika kwa ujumla. Kuna falsafa kadhaa ambazo zinamulika masuala ya kisiasa, lakini kuna moja ya falsafa tungependa kuizungumzia. Falsafa hii inasema ukimnyang'anya mwananchi uwezo wa kufikiri kisiasa, umempa ugonjwa wa utumwa wa kidemokrasia. Hebu nirudie kidogo. Ukimnyang'anya mwananchi uwezo wa kufikiri kisiasa, umempa ugonjwa wa utumwa wa kidemokrasia. Kuna terms kadhaa hapa zipo. Kuna demokrasia, lakini kila neno lina uzito wake. Kuna demokrasia, kuna mwananchi, kuna uwezo, kuna kufikiri, kuna ugonjwa, kuna utumwa. Nadhani katika kuichambua hii falsafa kwamba kivipi mwananchi amenyang'anywa uwezo wa kufikiri kidemokrasia. Kwanza hapo sasa tunadili na political psychology. Unajua maana mimi naimba mara nyingi kwamba nchi yetu watu wanatakiwa kustudy mambo ya msingi zaidi kuliko vitu ambavyo havina maana. Ndio. Unapojifunza political psychology kutokana na maneno haya, kwanza lazima tudefine mwananchi ni nani. Umenipata? Naam. Mwananchi ni mtu yeyote mwenye akili timamu anayewajibika na kuliwajibisha taifa lake. Mimi ukiniuliza, huyo ndio mwananchi. Mtu yeyote mwenye akili timamu anayewajibika na kuliwajibisha taifa lake. Huyo ni mwananchi. Kuwajibisha taifa lake maana yake ni kwamba ana uwezo, ujuzi, maarifa, uelewa wa kuwajibisha viongozi kwa kuhoji na namna tofauti ya kuwajibisha. Lakini mwananchi huyu ana uwezo kuwajibika, yani yuko active. Naweza nikasema binafsi anaweza kuwajibika yeye mwenyewe kwa ajili ya maisha yake na maisha ya watu wengine. Asisubiri serikali. Asisubiri ajira kama wale ndugu sio wanaenda kufunga wapate ajira. Sio chama cha walimu gani ambao hajapata ajira. Sasa wale sio wananchi. Mtu aneto. Kwa mwananchi ni mtu anayeweza kuwajibika kwa ajili ya maisha yake na maisha ya watu wengine. Huyo tunasema ni mwananchi. Sasa ukimnyang'anya mwananchi uwezo wa kufikiri kisiasa, hapa ina maana kwamba huyu ambaye tunamnyang'anya uwezo kwanza sio mwananchi. Mwananchi aliyeko active huwezi kumnyang'anya uwezo. Kwa maana yake amekosa sifa za kama mwananchi. Amekosa sifa za mwananchi. Huu ni msukule wa nchi. Unajua kuna mwananchi na misukule ya nchi. Kwa kuna misukule ya nchi na wananchi. Kwa mfano kama hivi tunavyozungumza political psychology, kuna watu utasikia wana comment maybe hamuogopi kufa, hamuogopi kutekwa, hamuogopi kuzungumza habari za serikali. Hao sio wananchi, hiyo ni misukule ya nchi. Washakufa. Yani ile ni misukule, haijui maana ya kuwa mwananchi. Unapokuwa mwananchi na unaimba wimbo wa taifa, unajua kuimba wimbo wa taifa ni kula kiapo. Ile ni agano, ni tambiko. Yani siku tu umeimba wimbo wa taifa, aidha ukaweka mkono hapa au ukasimama wima, wewe tayari umeshajitambikia kwamba mimi kwa damu na jasho hii nchi nitaifia. Ndio maana wenzetu wa majeshi wanaapa watafia nchi zao. Umeona? Kwa hata kuimba tu ile maneno yanakufanya ujione kwamba wewe unawajibika kwa ajili ya taifa. Ndio maana vita vikitokea hatupeleki wanajeshi tu. Tunachukua na watu wanaweza kujitoa kuilinda nchi yao. Maana wanajeshi hawatoshi. Umenipata? Kwa hiyo unaposikia watu wanasema muogope AFC mfanya nini, wale sio wananchi, ile ni misukule ya nchi. Na moja ya kitu kinaniumiza mimi ni kwamba mfano nchi yetu Tanzania tuna misukule mingi kuliko wananchi. Yani tuna watu wengi wasioweza kuwajibika actively
kwa ajili ya nchi kwa yao. ajili ya nchi yao, kwa sababu wenyewe wamejiandaa na safari ya kwenda mbinguni. Kwa wale ni misukule. Wale ni misukule, hapa wahusu, ila nashangaa bado wapo. Wangetakiwa wakajilipue. Takiwa waondoke mbinguni chap. Au kuna treni ya SGR pale Dodoma wakakae walale kwenye reli waende mbinguni. Waende mbinguni. Sasa that's a very big problem ambayo tuko nayo. Kwamba unaweza kadhani tuna wananchi lakini hatuna wananchi. Kwa ukiwanyang'anya wananchi uwezo wa kufikiri kisiasa. Tunarudi neno uwezo. Uwezo maana yake rais ni kwamba ukiwanyang'anya wananchi upeo wa juu wa uelewa wa mambo. Umenipata? Ukishawanyang'anya upeo wa juu wa uelewa wa mambo, ina maana kwamba hawawezi kufikiri. Mtu yoyote ambaye amenyang'anywa upeo wa juu wa uelewa wa mambo, hawezi kufikiri. Kufikiri maana yake akili yako inafanya kazi kwenda mbele na sio kurudi nyuma. Na ukitaka kujua kwamba kwenye nchi yetu watu wamenyang'anywa uwezo wa kufikiri, ndio maana utasikia viongozi wa kisiasa mara nyingi sana wanahubiri kitu kinaitwa nchi yetu ni ya amani na utulivu. Amani na utulivu sio zao la viongozi. Amani na utulivu ni zao la wananchi timamu wenye uwezo wa kufikiri. Sasa sehemu ambao una wananchi wenye uwezo wa kufikiri, hauna amani na utulivu. Ila una watu waoga. Sasa sema ndio vile tunasema, labda nikukatishe. Yes. Tofauti ya kuwa na amani na kuwa na uoga, tofauti yake ni nini? Tofauti yake ni ndogo sana kama una akili timamu. Ila kama huna akili timamu huwezi kuona tofauti. Nadhani tutafika huko mbele. Sasa unapokuja kwenye uwezo, maana yake ni kwamba watu hawana uelewa, upeo wa juu wa uelewa wa mambo. Abilities. Na maana kwamba umewanyang'anya huo uwezo kwa sababu unawaweka darasani miaka 7, miaka 4, miaka 3, miaka 2, miaka 4. Unawapa kile ambacho unataka wewe. Sio unatoa kile ambacho wanacho wao. Kwa hiyo tayari umewanyang'anya uwezo. By the time umegraduate chuo kikuu, umenyang'anywa uwezo wa upeo wa juu wa uelewa. That's why hatuna wanafunzi wa vyuo vikuu wanaoweza kufanya mijadala mikubwa in public. Kwa sababu wamenyang'anywa uwezo, hawana uelewa. Ndio maana kwenye vyuo vikuu wanafunzi wengi wanapewa supplementary na wanaridhika. Yule mwalimu anatoa sana SAP, wameridhika na ule mtu kutoa SAP. Na malecturer wanafurahia, na wanamfanya yule lecturer anakuwa ni behavior yake. Mimi I swear. Mimi kuna mwadhiri mmoja tulisoma wakati niko chuo. Yeye ilikuwa inasemekana kwamba yeye anatoa SAP. Na si kwamba alikuwa anatoa SAP, ile ni kama biashara yake, kwa sababu ili akupe max lazima apewe hela. Lakini mimi nilisema kwamba mimi hata nipa SAP na nitamfuata. Kwa sababu hiyo ni behavior yake amejitengenezea. Mimi siwezi kuwa mtumwa wa tabia yake. Kitu ambacho vijana wengi wa vyuo vikuu niliona wanaobei na wanakubali sapu zake ambazo wanawapa. Lakini mimi lazima nimquestion, na nilienda kumquestion, anajijua huyo mama. Niwahi kwenda kumquestion ofisini, kwa nini uweki maksi zangu? Nilizopata. Kwa nini uweki? Anasema nitakujazia. Maana yake anatengeneza mazingira ya wewe umpe kitu kidogo ili akupe maksi zako. Haiwezekani mimi nilipe karo, nihudhurie darasani, alafu tena nikupe kitu kidogo eti unipe max. Kwa uwezo watu wamenyang'anywa uwezo. Ndio maana vyuo vikuu vijana wengi wanapewa supplementary na mwadhiri na yeye anakubali. Si kweli kwamba watu wanapata sapu, ni kwamba umenyang'anywa uwezo. Sasa ukija kwenye nchi huku, watu wamenyang'anywa uwezo wa kufikiri, akili hazifanyi kazi kwenda mbele. That's why wanasiasa wanauza product inaitwa amani na utulivu. Watu wanaofikiri huwezi kuwaambia kwamba tunahitaji amani na utulivu. Consciously wanajua kwamba wanatakiwa kuwa watulivu ili mambo yao yaende vizuri. Lakini ukisikia mwanasiasa anakuhubiri nchi yetu ni ya amani na utulivu, maana yake anakuuzia product nyingine ambayo we huioni. Nyuma ya amani na utulivu. Sasa uwezo wa kufikiri kisiasa, siasa inahitaji analysis na mchezo wa fikra na akili. Kwa watu wasio na uwezo wa kufikiri, hawezi kufikiri kisiasa, hawezi kuanalyze mambo, hawezi kudadisi. Lakini kwa upano wa neno siasa, linamaanisha nini? Kwa kifupi naweza nikasema siasa ni udadisi wa mipango
na utendaji wa maono ambayo tunajiwekea sisi. Ndio kitu kizima kiko kwenye siasa. Haina tu ueleze vipi siasa utaangukia hapo. Kwa maono. Ni maono, mipango, mzizi wa tafsiri uko pale. Yes, maono, mipango, utendaji yote naangukia kwenye siasa. Umenipata? Kwa hiyo wananchi wasio na maono, wasio na mipango, that's how it is. Mwisho wa siku unafanya watu ukiwanyang'anya uwezo wote, hawana maono. Let's say kama taifa letu for years ilikuwa halina maono. Sasa hivi ndio tunakuja na maono sijui 2000 na ngapi. Ila hatuna maono. Afrika ilikuwa hatuna maono. Kabla ya maono ya the Africa we want. Hatuna maono. Kwa Afrika nzima ilikuwa haina maono. You see? Ndio inakuja juzi hapa the Africa we want. Kwa watu ukishawanyang'anya uwezo wanakuwa watumwa wa hiyo inaitwa nini? Demokrasia. Na demokrasia, wananchi wetu wasio na uwezo wa uelewa wanajua demokrasia ni wakati wa kuchaguana na uwepo wa vyama. Ile sio demokrasia. Umenipata? Kwa watu wamekuwa watumwa. Demokrasia maana yake ni uoga. Mimi ukiniuliza maana demokrasia ni nini? Uoga. Lakini ni demokrasia ina mzizi wa vyama vingi. Na kwambia hivi, mimi kwa upe wangu wa uelewa, demokrasia ni na uhuru wa kujieleza. Yani ni ujanja. Kwa nini iwe uoga na ujanja? Yani ni ujanja na demokrasia. Unajua tunapozungumza demokrasia haiko kwa mwananchi. Demokrasia iko kwa mwanasiasa. Maana uhuru wa kuchagua sio wewe unachagua, ni mwanasiasa anajichagua. That's why ana uwezo kukuhonga. That's why ana uwezo kuteua mtu anayesimamia tume. Kwa demokrasia haikuhusu mwananchi. Demokrasia inamhusu yule mtu ambaye anabaki kwenye mamlaka. Sema ni vile hatutaki kuona kwa jicho hilo. Umenipata vizuri? Lakini mwenye mamlaka ni mwananchi huko chini. Kwa nchi zetu za Kiafrika na sisi Tanzania, mwenye mamlaka sio mwananchi. Ndio maana no reform no election. Nadhani sio mwananchi. Kwa sababu mwenye mamlaka angekuwa mwananchi, hata vyama vya siasa tulivyonavyo vingekuwa na wanachama. Kwani hao ni wakina nani? Mimi kwa upe wangu CCM imesajili juzi hapo wanachama zaidi. Wale si wanachama, wale ni mashabiki. Tofauti yake iko mashabiki wa chama. Unajua utofautishe mwanachama. Mwanachama ana sauti, ana uwezo wa kuzungumza na asiwepo mtu wa kumzuia anachozungumza. Mwanachama wa chama husika. Akiona komiti ya juu pale kuna falsafa ziendani, anaweza kuhoji na kukosoa pengine au kutoa mawazo mbadala kwenye chama chake. Na asifanye chochote kwa sababu ni mwanachama, ni mwanahisa. Yana anafanya hicho chama kiwe hapo. Sasa kama mwanachama anaweza kuhoji na akaonekana ni mhalifu kwenye hicho chama, huyo sio mwanachama, huyo ni shabiki. Maana shabiki tunaweza kukuondoa anytime tunataka. Uko chama kinamtem kama shabiki. Yani kwa mfumo ulivyo unaonesha wewe ni mwanachama. Lakini kwa mfumo ulivyo ukiangalia kwa jicho sasa la kilimwengu, wewe sio mwanachama, ni mashabiki. Kwa sisi tuna washabiki wa vyama vya siasa. Sio wanachama. Labda kama mimi sielewi maana ya mwanachama ni nini. No. Mwanachama una sauti. Umenipata? Una sauti na una uwezo wa kushiriki maamuzi maana wewe ni mwanachama, na una uwezo wa kutoa maoni yako publicly. Umenipata? Kwa sababu wewe ni mwanachama, unahisa pale. Na viongozi wa chama hicho wanatakiwa wakujibu kwa namna ambavyo umehoji. Umenipata? Lakini sasa mimi nikiangalia sasa hivi vyama vya siasa tulivyonavyo havina wanachama. Sio walioko madarakani wala wasiokuwepo. Lakini kumekuwa na watu ndani ya vyama chama tawala au chama tumishi. Na huko kwa hao wachochezi hao wanaoitwa kwa jina la wapinzani, kumeibuka vikundi baadhi. Kwa mfano chama cha Demokrasia na Maendeleo walikuwa na kauli mbiu yao ya no reforms no election. Sasa kukatokea kundi la G55 hapo kati linasema bwana, no reform ndio, lakini election ifanyike. Walikuja na mwanzo mbadala. Sijajua hawakupokelewa vizuri, wakaamua wajitoe. Sasa watu wasema ni wanachama au mashabiki? Mimi nadhani si wanachama, ni mashabiki.
kwa sababu mnapokuwa wanachama mnakuwa na mission moja, mnakuwa na vision moja. Huo ndio wanachama. Na unapoleta katikati waliibuka vipi ukapinga? Na unapoleta hoja zako, yani kama kuna hoja ambao wanachama wamekubaliana, unapoleta hoja yako ijibu hoja ambayo tayari iko mezani. Sio ishindane na hoja ambayo iko mezani. Ukishindana na hoja ambayo iko mezani kwa mfumo wa siasa zetu hizi, hoja yako lazima ishindwe, maana unaleta ushindani ndani ya chama. Ila hoja yako inatakiwa ijibu hoja ili ionekane ile hoja yao haina mashiko. Wewe njoo na hoja yenye mashiko, ijibu pale. Sasa unapokuja unapinga hoja, hawezi kukubali. Ndio maana mimi nasema mara nyingi, mkisikia watu wanatoa hoja, msiwapinge, jibuni hoja zao. Hoja ijibiwe kwa hoja. Usidhibiti hoja. Ukidhibiti hoja unatengeneza vita. Ukijibu hoja umerespond vita. Umefanya msawaziko. Umeshashinda vita ukirespond, ila ukireact umepigwa. That's a law. Umeona bwana? Hiyo ndio hivyo. Ndio maana upepo ukipiga miti inayumba, ina swing. Maana yake ina respond na upepo. Sasa mti ambao unajidai una kiburi au respond lazima uvunjike. That's nature. Umeona? Kwa hiyo ndio shida ambayo tuko nayo. Kwa hiyo moja ya shida ambayo tuko nayo kutokana na huo michakato kwamba watu wamenyang'anywa uwezo wa kufikiri kisiasa. That's why vyama vyetu vya siasa hapa Tanzania vina mashabiki. Oh yes. Asante TANESCO, shikamoo. Sasa ninavyofahamu, najua wale ni wanachama wa vyama vya kisiasa. Sasa za ndani kumbe wale ni mashabiki na si okay, nitaikata. Kwa hiyo mimi nikajua wale ni wanachama, kumbe badala yake kwenye political psychology kuna mashabiki wa vyama vya kisiasa na wanachama wa vyama. Hii tofauti yake ni nini? Mashabiki hawana active action. Wako passive. Wanasubiri kuhamasishwa, wanasubiri kuchochewa. Lakini wanachama wana active actions, maana wenyewe ndio wana own vyama. Sasa ukiangalia nchini kwetu vyama vya siasa vyote hivi vina mashabiki, havina wanachama. Wanachama ni wale viongozi kule juu. Ndio yani wanahesabika kama wanachama au wanajihesabu kama wanachama. Kwa hiyo nikiangalia chama wanaita vilivyoko madarakani na vizivyo madarakani, vyote naona formation yao ni sawa. Chama kilichoko madarakani kina mashabiki. Kwa sababu ndio maana ukizungumza hoja ambazo wanatakiwa kuzijibu intellectually, wanaona kama unapinga, kwa hiyo watakuattack. Na hawa wanaoitwa upinzani, ukizungumza hoja ambazo wanatakiwa kujibu intellectually, watakuattack. Watakuona wewe labda ni chawa wa chama kilichoko madarakani. Naam. Umenipata? Kwa sababu ni mashabiki. Na ndio maana unaona yakiitishwa let's say mikutano, let's say kama juzi umefanyika mkutano huko Dodoma wa Chama cha Mapinduzi, mashabiki wameenda kwa wingi. Umenipata? Lakini hawajaenda kama wanachama, wameenda kama mashabiki wa chama. Kwa sababu nina hakika hata ukiwauliza agenda za kikao zilikuwa ni zipi, hawana. Nina hakika hata katiba za chama hawana. Nimeona kuna clip kadhaa zimesambaa kipindi cha mkutano ule. Yes. Baadhi ya wasanii wamekuwa wakihojiwa. Yule mtangazaji anatuambia sisi audience, jamani, malengo ya mkutano huu malengo ni haya na haya. Sasa naenda kuwauliza hawa wasanii waliokuja kwenye mkutano huu wa chama tawala kinachoitwa. Hebu wasikilizeni. Basi wanahojiwa pale, wanajikanyaga, wanajichanganya. Mashabiki sio wanachama, ni mashabiki. Kadhalika ukienda vyama vinaitwa vya upinzani, havina wanachama, vina mashabiki. Wanachama wanateki active action dhidi ya chama chao. Umenipata? Na active action unamaanisha nini? Sijajua niwaelezeje. Kwa mfano ukisikia kuna matukio fulani yanatokea katika nchi, ukiwa shabiki utashabikia. Ila ukiwa mwanachama utaangalia uzito wa hayo matukio. Sio, umenipata vizuri? Kwa mfano umesikia kama story inayo trend sasa hivi ya huyu ndugu Gwajima, Gwaji Boy. Inayo trend. Vijana wa chama chake baada ya huyu jamaa kuzungumza,
vijana mashabiki wakatokeza hadharani kumjibu. Ila wanachama wazee wale hawajamjibu. Wapo wazee waliomjibu. Wakina nani? Sijasikia. Kuna wazee fulani wa chama. Wale wengine. Yule ndugu, yule ni shabiki tunamjua anajibu kimaslahi. Sio umenipata? Yule ndugu tunajua anajibu kimaslahi. Yule ndugu tunamjua. Yule siku zote yuko hivyo long time ago. Yule tunamjua. Ndio. Sio umenipata vizuri? Katika wazee yule atumweki. Tunasemea wale wazee wa chama. Katika wazee wa chama yule atumweki. Tuachie na huyo. Wale wazee wenyewe uweze kuona unamjibu. Hawezi mjibu kwa sababu wale ni wanachama. Wanajua ni haki ya mwanachama kuzungumza. Lakini mashabiki watajitokeza hadharani haraka sana kumjibu. Sasa ndugu, maana hawa ni mashabiki. Sasa nataka nijue ndugu Gwajima ameonesha nia dhati kuhoji baadhi ya mambo kama mwanachama au shabiki wa chama? Ameonesha jinsi mwanachama wa chama anapaswa kuwa. Hivyo ndio mwanachama wa chama anapaswa kuwa. Kuhoji chama chako na viongozi wake. Wanasema usihoji live. Basi hicho sio chama sasa. Kuna kamati. Sio chama hicho. Kumbuka ni mneki yule angehoji ndani. Ndio nasema hicho sio chama. Kwa sababu ya mambo yanayotokea yatokee ndani, yanatokea public. Si ndio maana nakwambia hatuna, yani sisi tuna vyama vya mashabiki wa kisiasa. Ukiwanyang'anya watu uwezo wa kufikiri kisiasa, wanakuwa watumwa wa kidemokrasia. That's how it is. Unajiaminisha wewe ni mwanachama kumbe ni shabiki. Umenipata vizuri? That's a challenge ambayo ipo. Kwa kama mwanachama ananyamazishwa, kile sio chama. Sio chama. Au bado kinakuwa. Nasema hivi, ukishaona chama kinamnyamazisha mwanachama, chama akijielewi maana ya chama ni nini. Hebu turudi upande huu. Umenipata? Hao ni CCM. Yes. Kuna chama cha demokrasia na maendeleo kimekuwa na mwenyekiti miaka 20. Kwenye kipindi cha uchaguzi imekuwa kama ni kitu cha ajabu sana kuibuka mtu mwingine anakitaka kile kiti. Tafsiri yake ni nini? Tafsiri yake ni kwamba hiki chama kilikuwa na mashabiki wa chama, hakina wanachama. Kwa sababu ukiwa mwanachama unajua ni haki ya kila mwanachama kushika uongozi. Sasa akitokea mwanachama ambaye analipa nini wanaita, analipa ada ya wanachama. Maana ili uwe mwanachama lazima uwe na kadi ya chama, ulipe ada ya wanachama, uwe na katiba ya chama, uhudhurie vikao vya chama. Sio umenipata? Mafunzo ya chama. Hasa ukishaona kuna kikundi cha watu kinapinga kwamba kiongozi asiondoke, wale sio wanachama, wale ni mashabiki. Maana mashabiki siku zote hawataki mchezaji pendwa wanayempenda aondoke. Ila wanachama wanaangalia maslahi ya mbele ya baadaye. Kwa hiyo maendeleo ya chama. Kwa hiyo imefanyika revolution kubwa sana pake kukawa na vumbi kwenye sasa chama. Ile ndio maana ya wanachama. Ndio maana ya chama. Kwa hiyo hapo nyuma nadhani hawakuwa na chama, walikuwa tunaka kikundi cha mashabiki wanachoweza kushabikia. Sasa hivi angalau wanachama. That's why unaona zamani ilikuwa ni rahisi sana vyama vya upinzani hivi kuitisha maandamano na watu wakaingia barabarani. Kwa sababu mashabiki walikuwa ni wengi, watu influenced au followers. Followers walikuwa ni wengi kuliko wanachama. Kwa hiyo mwanachama ni mtu ambaye hauwezi tu kumuinfluence. Ili umuinfluence lazima uwe na hoja zinazomuinfluence. Lakini shabiki unaweza kumuinfluence hata kwa sauti yako ya kuzungumza. Ukamuinfluence tu. Jamani tuingieni tunataka haki zetu wanatuibia. Mashabiki wakaingia barabarani. Lakini mwanachama atauliza ndio wanatuibia. What's your take out? Nyie take out yenu ni nini? Lakini niulize swali la kizushi. Yes. Unadhani kwenye vyama hivi au watu wote wakiwa serious mambo yataenda? Kwa sababu kwenye chama mimi naona lazima kuwe na wanachama na mashabiki pia ili wachangamshe mambo. Utawezaje kuwa na watu serious wanachama muda wote? Swali linakuja. Tuna wanachama kiasi gani na tuna mashabiki kiasi gani? Unapata vizuri? Ila wote ni wa muhimu. Ndio maana mimi nasema hivi. Shida ya nchi hii imefikishwa hapa na hilo ombwe lililopo. La kudhani kwamba tuna vyama vya siasa. Kumbe tuna mashabiki wa vyama vya nini? Vya kisiasa. Yaani mashabiki ni wengi kuliko wana vyama. Kwa sababu wana vyama hawezi kufanya mashabiki hawezi kufanya maamuzi na hawezi kuhoji. Wanachama wanaweza. Maana wana share
ni shareholders, ndio maana chama ya husika. mwanachama. Maana wewe ndio unafanya chama kiwepo. Sio, umenipata vizuri? Yeah. Sasa hiyo ndio changamoto ambayo tuko nayo as a nation. What knows?